Leo tuko hapa kuizungumzia Taifa Stars, timu ambayo imeanza kushiriki mashindano ya AFCON na miaka hivi karibuni imekuwa ikifanya pia vizuri. Tunaona mafanikio yanaenda kuonekana miaka ya huko mbeleni, na kumbuka kwamba mwaka 2027 mwakani tu hapo tutakuwa wenyeji wa mashindano haya. Kwema ndugu yangu? Kwema, habari yako nini? Nzuri. Mambo anasemaje? Hayana usemi. Karibu sana. Shukrani. Bwana, tukiachana na vilabu vyetu vya hapa Tanzania, bila shaka tuzungumzie timu ya taifa, Taifa Stars. Tuna mashindano ya AFCON. Pia tunataka tuangazie ilianzaje kushiriki, ilikuwa ni mwaka gani, historia yake, mafanikio yake iliyopata kutokea kwenye mashindano ya Afrika. Kwanza nikushukuru Neli, kuna namna ambavyo umekaa umefikiria ukawaza, uko na namna kwamba leo tuweze kuzungumzia national team au tuzungumzie mashindano ya AFCON, kwa sababu mara nyingi mkija waandishi mnapenda kuzungumzia tu vilabu vya Simba na Yanga, Azam na vilabu vingine, lakini mwisho wa siku lazima tuzungumzie mambo ya nchi. Na kama ulivyozungumza, taifa hili linakwenda kuandaa mashindano ya AFCON 2027, kwa maana kwamba tubakia na mwaka mmoja na miezi michache sana, lakini haya mashindano kwa sasa yanaitwa mashindano ya AFCON. Lakini hapo mwanzo yalikuwa yanaitwa mataifa huru ya Afrika. Na haya mashindano kihistoria yalianzishwa mwaka 1957 yakiwa na shiriki mataifa matatu au kwa maana ya manne kwa jumla. Taifa la kwanza lilikuwa la Misri, taifa la pili lilikuwa Ethiopia, taifa tatu lilikuwa Sudani na taifa la nne walikuwa wa South Africa. Lakini ukiangalia kwenye historia wa South Africa hawakuweza kumaliza katika mashindano kwa sababu ya ubaguzi. Na haya mashindano yalianza kwenye mataifa hayo manne tuliyozungumza. Lakini hii Neli, tunazungumza mimi na wewe leo hii, lazima tukubali kwamba hivi sasa nchi 54 ndio ambazo zinashiriki katika mashindano ya AFCON. Kwa hiyo haya mashindano ya AFCON yalianzishwa kusudio kubwa kutambulisha uafrika wetu kwenye mataifa mengine katika mambo ya michezo. Kwa hiyo mataifa ya AFCON mashindano ya AFCON ni ya kiashiria tosha na utambulisho tosha wa Afrika katika swala la michezo kwenye mabara mengine. Kwa hiyo mashindano haya sasa hivi yamekuwa na umaarufu mkubwa kwenye bara letu la Afrika, kwa sababu unapokwenda kuandaa mashindano haya kwenye nchi yako, maana yake kwamba mataifa zaidi ya 54 yanakuangazieni nyinyi mnafanya. Kwa hiyo leo hii kuona taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenda kupata nafasi kwa moja waandalizi wa haya mashindano, kwetu limekuwa jambo kubwa, ni jambo uzuri na ni jambo ambalo la kujivunia. Leo jaribu kufikiria, ziko faida nyingi ambazo tunaweza tukapata katika haya mashindano. Ziko faida ambazo tunaweza kupata kama nchi na ziko faida ambazo tunazozipata kama mwananchi. Nchi kama nchi inakwenda kutumia fursa unapokwenda kuandaa haya mashindano. Maana yake mataifa 54 yanapokwenda kuangalizia haya mashindano au kukuangalieni haya mashindano, maana yake ni kuna wageni wengi tunaweza tukapokea kutoka mataifa tofauti. Sasa leo unapokwenda kwenye nchi kama Tanzania ambayo tuna rasilimali nyingi, ambayo tuna utalii mwingi, maana yake nchi itakwenda kufaidika kwa namna ambavyo watu watakapokuja kuyatazama haya mashindano. Lakini je, wananchi watafaidika vipi? Tutafaidika wananchi kwenye mashindano haya kwa sababu naamini mashindano haya pia ni fursa. Soma vizuri. Kwa hiyo Neli, tunapokwenda kuandaa haya mashindano ya AFCON, kwetu ni jambo zuri na ni jambo kubwa. Kimsingi kwamba lazima tuipongeze sana serikali kwa kuona namna ambavyo imepambana kuweza kupata nafasi nasi kuandaaje mashindano. Lakini je, sisi kama taifa tumepata nini hasa kutokana na ushiriki wetu AFCON kutoka tumeanza, na pengine uwaambie wa Tanzania ambao wengi wao hawajui historia timu ya taifa ilianza kushiriki mwaka gani kwenye michuano hii kabla ya kutoka kwenye mashindano ya, kama jina limebadilishwa kutoka kwa AFCON nafikiri kutoka mataifa huru ya Afrika kwenda AFCON. Tumpe faida msikilizaji mtazamaji anayekutazama, pengine Taifa Stars ilianza kushiriki mashindano haya mwaka gani na sisi tumepata faida gani kupitia ushiriki wa mashindano haya? Haya mashindano national team ilianza kushiriki katika miaka ya 70 huko nyuma.
lakini miaka ya 80 mimi nafikiri kwamba kipindi kile cha kina mheshimiwa kina Lord Chilatenga timu ilifanikiwa kwenda katika hatua robo fainali ya haya mashindano, lakini pia haya mashindano yamepa fursa kubwa ya kuitangaza taifa letu kwenye mataifa mengine pindi endapo sisi tunafanyaje tunapokwenda kushiriki. Lakini faida yake juzi nafikiri mmeona kwa namna ambavyo tumeshiriki haya mashindano, tumekwenda kufanya vizuri. Matokeo yake mpaka leo wenye dhamana katika haya mashindano kwa maana shirikisho barani Afrika wamekwenda kutuamini, kuona namna sasa tumeshafikia mahala nasi wa Tanzania tunaweza tukawa sehemu ya kufanyaje ya kuweza kwa. Kwa hiyo faida kubwa tumepata kuna namna ambavyo tumetangaza nchi yetu, lakini tutakwenda kupata faida zaidi kwenda kutangaza nchi yetu zaidi na utalii wetu pindi endapo pale tutakapokwenda kuandaa haya mashindano. Na swali lingine ni maendeleo gani yanaonekana kwa wachezaji na soka kiujumla? Yako mabadiliko makubwa kwa sababu unapokwenda kuzungumzia mataifa huru Afrika kwa maana sasa hivi AFCON, maana yake kwamba unapokwenda kuchezeka mashindano mara nyingi yanakuwa narushwa live. Kwa hiyo unapokwenda kurushwa live maana kwamba wachezaji wetu wengi wanakwenda kufuatilia haya mashindano. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wachezaji wetu wanakwenda kujifunza. Mimi nafikiri moja ya faida kubwa tumepata kwa wachezaji wetu kuna confidence haya mashindano, kwa sababu leo hii mfano unapokwenda kumwangalia mchezaji kutoka mataifa mengine, mfano utakwenda kumwangalia Kanu, mfano kutoka Nigeria, utakwenda kumwangalia JJ Okocha, utakwenda kumwangalia labda Sande Olise na wachezaji wengine. Maana yake kwamba wachezaji wetu kuna experience kubwa wanaipata kutoka kwa wachezaji wa hapo nyuma. Wachezaji wetu walikuwa wanajaribu kuwa na hofu sana pindi walipokwenda kukutana na wachezaji wakubwa, lakini leo hii national team tunapokwenda kucheza na taifa lingine lolote lile, wachezaji wetu wanakuwa na confidence kwa sababu tayari kuna uzoefu mkubwa wanaopata, aidha kukutana nao kupitia kwenye njia ya virabu au kupitia katika njia ya kuwaona kwenye television. Maana yake mwisho wa siku wachezaji wetu wanapata confidence, na ndio maana wachezaji wetu sasa hivi wanapokwenda kumwambia kwamba taifa la Tanzania mfano wanakwenda kucheza na taifa la Misri au Morocco, wachezaji wetu wanakuwa hawako katika under pressure, wanakuwa katika comfortable kwa sababu wanakwenda kuonana na watu ambao wao wanaamini wana uwezo wa kucompete nao. Je, ni faida zipi hizi zinaweza kutumika vipi kuijenga timu kuwa imara kuwa imara na kwa muda mrefu zaidi? Unajua Neri, tunakwenda kuandaa haya mashindano na hatutaji sisi katika mashindano haya kwenda kushiriki. Tunahitaji kwenda kushindana. Somo vizuri. Kwa hiyo swala la kuandaa timu tunaiachia management ambayo mimi nafikiri muda si mrefu itakwenda kutangaza programu yake kwa namna ambavyo wanafanyaje na wafanyaje maandalizi ili kuonyesha tunapoanza mashindano kwamba sisi hatukuja kushiriki bali tumekuja kufanyaje kushindana. Lakini mashindano haya sisi ni wenyeji kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo wenyeji wetu lazima tukaonyeshe kwa sisi wenyeji kwamba tunahitaji si kuandaa tu, lakini pia tunahitaji kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Kwa hiyo mimi naamini kwamba maandalizi yatakuwa mazuri chini ya Mwalimu Gamondi. Yeye anajua Watanzania nini wanahitaji. Leo hii umeona kwa namna ambavyo serikali yetu inapambana, unaona namna ambavyo wizara yetu inapambana chini ya Mheshimiwa Makonda. Lengo na nia kuona namna ambavyo wanakwenda kutengeneza timu iliyokuwa bora. Tunakwenda kutengeneza vijana waliokuwa bora ambao watakao kwenda kupeleka ushindani mkubwa kwenye mashindano ya AFCON 2027. Na uzoefu huu ambao tunaendelea kupata kwenye mashindano ya AFCON, pengine tunatendea haki mashindano haya ama kuna pengo kubwa linaonekana kutokutumia vizuri nafasi ambayo tulikuwa tukishiriki mara kwa mara? Unajua mashindano haya yanafanyika kila baada ya miaka miwili nafikiri. Na sasa hivi wamebadilisha itakuwa baada ya miaka minne. Baada ya miaka minne. Maana yangu kwamba ni safari ambayo ni ndefu tunakokuelekea. Kwa hiyo kadri ambavyo tulivyoanza sivyo ambavyo tunavyokwenda. Hapo mwanzo wakati tunaanza historia kama nilivyokuambia miaka ya nyuma, sio ndio timu ilipata nafasi ya kushiriki robo nafikiri mwaka 82 83 hapa katikati. Kwa hiyo ukichukua miaka hii mpaka miaka 2020 ndio timu imekuja kuqualify katika hizo hatua za robo finali. Maana yake ni nini? Kwamba tunakwenda siku hadi siku. Mimi naamini kwamba kwa namna ambavyo tunavyoendelea iko siku tutafanya vizuri zaidi na mataifa mengine yatatujua ubora wetu katika swala. Na umekuwa ukitazama Taifa Stars kwa muda mrefu, pengine ni mapungufu gani hasa huwa yanaonekana wazi kwenye timu yetu ya Taifa Stars? Mimi naamini kwamba unajua swala la mapungufu unakwenda kulizungumzia ni swala la ufundi zaidi. Na ndio maana shirikisho kupitia serikali wanajitahidi mara kwa mara kuna namna ambavyo wanakwenda kufanya kuchange walimu ili kuna namna ambavyo tunapata kikosi kilichokuwa imara kinakwenda kushiriki. Lakini moja kubwa ambayo maoni yangu
mataifa mengi yanafanikiwa katika haya mashindano. Moja, kubaki na walimu kwa muda mrefu, kwa sababu national team si wachezaji ambao wa timu, ni wachezaji ambao wa taifa wanaitwa baada ya mashindano kuwepo. Maana yake wachezaji hawa wanaitwa kutoka kwenye ligi ya ndani na wachezaji ambao wanaocheza nje. Kwa hiyo mnapokaa na mwalimu kwa muda mrefu, mwalimu anapata uzoefu wa kusoma wachezaji kupitia kwenye ligi, lakini pia hata wale wachezaji ambao wanakwenda katika nje ya nchi. Kwa hiyo mimi kubwa, maoni yangu kwa shirikisho, kwa maana TFF, maoni yangu kubwa kwa serikali, kwenda kukaa na muda mrefu na walimu ili kuweza kuwapa muda mrefu zaidi, kuweza kuwajua wachezaji na kujua tabia na huruka za wachezaji na ligi yetu ikoje na tuna wachezaji wa namna gani. Leo hii nikupe mfano. Miaka ya nyuma unakwenda kuita national team, huwezi kukuta mchezaji ambaye anacheza katika mataifa mengine. Huwezi. Lakini ukianzia miaka hii ya karibuni, utaona namna ambapo nchi ilivyo approve kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Leo hii mwalimu anakabidhia timu ya taifa, unaweza kukuta wachezaji zaidi ya 4 mpaka 5 mpaka 8 wanaitwa kutoka nje ya nini? Nje ya nchi. Wengine wanatoka mataifa makubwa ambayo yanajulikana kisoka hivi sasa katika ulimwengu. Maana yake kuna hatua tunafanyaje? Tunakwenda. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi maoni yangu kuona namna ambavyo tunakaa na walimu muda mrefu. Lakini pia na hao walimu waangalie, leo hii taifa letu tuna vijana ambao wamepita kwenye misingi sahihi ya kuifuta. Nitolee mfano. Kuna mchezaji anaitwa Jabiri. Ni Mtanzania, yuko Spain zaidi ya mwaka wa 6 mpaka mwaka wa 7. Huyu kijana sasa hivi ana umri wa miaka 18. Kijana huyu mwaka jana au mwaka juzi, wakati kocha yule Mzanzibari Hemed Morocco alimwita kwenye kikosi. Kwa hiyo tunapokwenda kutengeneza vijana wadogo kama hawa ambayo wametengenezwa katika misingi sahihi ya football, wamepita katika malezi bora ya mpira, mimi naamini tutakwenda kujenga taifa ambalo litakuwa na ushindani mkubwa kwenye bara la Afrika. Na Kisugu, nafikiri tumegusia kwa uchache, lakini tutaendelea kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na tunapozungumza hivi sasa tunaelekea kwenye mashindano ya kimataifa, kwa maana hapa katikati tutakuwa na break. Tutayazungumza mengi zaidi nafikiri. Yes, yako mengi ya kuzungumza. Moja ni faida kama nchi kama nilivyozungumza, lakini ni ya pili kama faida kwa wananchi, kwa sababu mimi kwanza nimepata bahati ya mashindano haya 2023 yamefanyika kule Ivory Coast. Nilikuwa mmoja wa watu ambao walikuwa mashuhuda ya kushuhudia kule Ivory Coast. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Maana yangu kubwa kuonyesha kwamba namna haya mashindano, namna ambavyo wananchi wanatumia kama nini, kama fursa. Kwa hiyo tutakuja kutoa elimu kuna namna ambavyo wananchi wa Tanzania wanaitumia hii fursa vizuri kwa kuweza kuingiza kipato katika muda ambao mashindano yanayofanyika kwenye nchi yetu. Asante sana nene, nami nikushukuru.